Wasifu wa marehemu Naomi Oresti Marijani. Historia ya tukio la mauaji pamoja na shukrani. Marehemu Naomi Oresti Marijani alizaliwa mnamo tarehe 12 Aprili 1983 mkoani Mbeya. Elimu yake ilikuwa ni shahada ya siasa na usimamizi wa maendeleo ya jamii kutoka Chuo Kikuu cha Mwalimu Julius Nyerere Memorial Academy cha Kigamboni. Naomi alifanya kazi katika sehemu na taasisi mbalimbali na mwishoni alikuwa akijihusisha na biashara pamoja na shughuli za utafiti wa masoko. Naomi alikuwa ameolewa na Hamisi Saidi Luongo maarufu kama Meshaki. Historia ya tukio la mauaji. Mnamo tarehe 15 mwezi Mei 2019 Naomi alitoweka katika mazingira ya kutatanisha. Mume wake siku 3 baadaye alikuja nyumbani kwa baba yetu mdogo maeneo ya Mabibo, akija na taarifa iliyoambatana na meseji alizodai kuwa alikuwa ametumiwa na mkewe kwamba amesafiri nje ya nchi kutokana na kuchoshwa na migogoro ya ndoa yao na ameamua kutowekea huko, na akimwambia mume wake hatamuona tena. Tulipokea hizo taarifa katika hali ya kutokuelewa na kuchanganyikiwa. Hata hivyo, uchunguzi wa polisi ulionyesha kuwa Naomi hakuondoka kwa hiari yake, bali alikuwa ameuawa na mwili wake kuharibiwa kwa moto ili kuficha ushahidi. Baada ya siku 60 za uchunguzi zikiongozwa na vyombo vya ulinzi na usalama, familia na wachunguzi binafsi, katika hali ya kushangaza ambayo ilikuwa ni siri kuu, siri ya mtu mmoja, tukiwa tumekata tamaa, hatujui nini cha kufanya, tulikata shauri la kufunga na kuomba. Hatimaye baada ya siku 60 mtuhumiwa alitetemeka, na katika hali ya kushangaza alikiri yote aliyoyafanya, akiliongoza jeshi la polisi hatua kwa hatua, akielezea jinsi alivyompiga kwa kipigo ambacho hakimithiliki, akielezea jinsi ambavyo Naomi katika dakika zake za mwisho aliomba msamaha mume wake bila kusikilizwa. Aliendelea mbali zaidi akielezea jinsi ambavyo Naomi aliinua macho yake juu akiomba dua Mungu Mwenyezi aipokee roho yake. Meshaki kwa kauli yake aliendelea kusema ya kwamba yote hayo yakiendelea, alikuwa yuko pembeni akiangalia na kusubiri sauti kukata. Sauti ya Naomi ilizima
Mnamo tarehe 26 Februari, kufupisha hadithi, Mahakama Kuu ya Tanzania ilimpata Hamisi Saidi Ruongo na hatia ya mauaji na kumpatia adhabu ya kifo kwa kunyongwa. Shukrani. Nitumie fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu wa mbinguni. Kama sio kuingilia kati na kujibu maombi ambayo tulifunga na kuomba, siri ilikuwa ni siri ya mtu mmoja. Hakuna hata jambo moja ambalo lingeweza kudhihirika kama sio kwa uweza wake. Ni ombi letu kwamba tuendelee kuwa na hofu ya Mungu. Mungu yupo. Hata katika jambo ambalo unaweza kulifanya sirini, Mungu yupo. Shukrani zetu za pili zimwendee mama yetu mpendwa, mfariji namba 1 wa taifa letu, Mama Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais, ambaye aliwakilishwa vyema na ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kigamboni, ambaye alikuwa akishirikiana na kamati yake ya ulinzi na usalama. Walitenda kazi yao kwa weledi mkubwa. Kila aliyethubutu kukwamisha haki, sheria ilichukua mkondo wake. Mheshimiwa Dasi, naomba utufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais kwamba ni ombi la familia, ni ombi pia kwa Mungu wetu ambaye alitudhirishia fumbo hili kuu, kwamba tunamwombea maisha marefu. Na zaidi tunamwombea kibali cha kuendelea kututumikia wananchi. Mungu Mwenyezi aendelee kumpa kibali ili kupitia yeye watu wengi zaidi waendelee kupata haki. Shukrani za pekee ziliendea jeshi la polisi, especially mahususi kwa ZCO kipindi hicho, Afande Wambura. Katika mchakato, ndugu zangu wapendwa, Meshaki alikuwa amejipanga. Alikuwa na plani A, B, C, D mpaka Z. Kigamboni tulipokuwa tukitafuta, tulienda kuomba kufunguliwa jalada la uchunguzi baada ya kutoridhishwa na maelezo ya Meshaki. Katika ofisi ile ya Kigamboni, jeshi la polisi, hatujui nini kilifanyika, lakini walituambia kwamba akamtafuteni, mkimpata mje tumfunge pingu. Na waligoma kufungua jalada. Afande ZCO Wambura kipindi hicho, ambaye ndio IGP, na niamini tu kwa sababu ni maombi tuliomba kwa Mungu wetu amlinde mtu huyu na apate kuaminiwa katika nafasi za juu. Siku si nyingi aliteuliwa kuwa mkuu wa jeshi la polisi. Aliturifaa kwenda kufungua shauri hilo katika ofisi za Temeke badala ya Kigamboni. Na jeshi la polisi kupitia Temeke walifanya kazi yao kadiri walivyoweza kwa weledi, japo kwa changamoto za hapa na pale, lakini kazi ilifanyika. Shukrani zetu nyingine ziwaendee mawakili wa serikali. Hao mawakili wanalipwa na serikali. Hatujawalipa hata senti moja. Na wakati mwingine nitawataja kwa majina hapo baadaye, walitumia hadi nauli zao.
katika kufuatilia jambo moja ama lingine sehemu mbalimbali, ama akili hatuna cha kuhariba. Labda pengine ikizipendeza mamlaka zinazohusika, kwa sababu mapito yao nikisema ni asimulie nitachukua siku nzima, lakini uaminifu wao tunaomba Mungu wa mbinguni akawatendee yaliyo makuu. Tunawashukuru mashahidi wote waliotoa ushahidi uliosaidia kuthibitisha ukweli wa tukio. Tunawashukuru hata ambao walikataa kutoa ushahidi wa uongo. Wapo mashahidi ambao walitokeza, walipanda kizimbani, na wapo mashahidi ambao walifuatwa na upande wa pili wakasome ushahidi wa uongo. Jibu lao lilikuwa ni moja tu: tuko tayari, lakini kusema tunachokijua. Na mmoja wao ni mchungaji wake Naomi, ambaye aliambiwa aseme anachotaka, hata ikibidi kama anahitaji kuona V8 kesho yake, lakini tu akasome waraka atakaopewa kama sehemu ya ushahidi. Alisema niko tayari, lakini kwenda kusema ninachokijua cha uzuri na wema wa Naomi. Vinginevyo walikata tamaa. Alibaki na hiyo siri. Amekuja kuitoa hiyo siri juzi, wakati bila kujua tulipomfuata kumuomba aje ahudumu katika ibada hii. Akatoa hiyo siri, akasema ningewaangaliaje. Tunavishukuru vyombo vya habari. Hapa siwezi kuvitaja vyote. Kamera hizi mnazoziona mbele zenu zimetenda nafasi yake kwa namna pekee sana. Sina shaka watu hawa wanapoitwa muhimili wa 4, na ikibidi ukawe kikatiba, kwa sababu kazi walioitenda ilikuwa ni kazi ambayo kama sio magazeti, social media kuvumbua yaliyokuwa yamefichwa sirini, yumkini yasingejulikana. Mungu awabariki sana waandishi wa habari. Jamii na ndugu, mshikamano wenu kipindi tunamtafuta Naomi, tulimtafuta kwa takriban siku 60. Siku 60. Grupu la ukoo, kila mmoja wenu kwa majina akijitaja mwenyewe, hatuna namna ya kuwashukuru zaidi ya kuwaombea baraka, kwa kuomba ili haki ya Naomi ipatikane. Ombi letu kwa serikali, tunaomba serikali waangalie kwa jicho la pekee mashahidi waliojitokeza kutoa ushahidi wao, kwani baadhi yao walikumbwa na usumbufu na vitisho. Miongoni mwao ni daktari aliyefanya uchunguzi wa afya ya akili ya mtuhumiwa. Alivamiwa siku chache kabla ya kutoa ushahidi wake mahakamani kwa lengo la kuporwa ripoti halisi aliyokuwa anakuja nayo kuiwasilisha, baada ya ripoti halisi iliyokuwa kwenye jalada kuchakachuliwa, ikionyesha kwamba mtuhumiwa alikuwa na akili, hakuwa na akili timamu. Hata hivyo, daktari huyu ambaye hatukuwahi kumuona hata hapo kabla, hatujui alipata ujasiri kutoka wapi kuilinda ripoti halisi ambayo alisafiri nayo kwa SGR kutoka Dodoma na kuwasili jijini Dar es Salaam moja kwa moja, akapanda kizimbani na kuthibitisha wazi kuwa ameshatekeleza tukio lile alikuwa na akili timamu. Jambo ambalo lilituacha midomo wazi, kwa sababu hitimisho hilo lilikuwa ni kinyume na taarifa iliyokuwa imewasilishwa mahakamani pale kabla ya hapo. Uaminifu na ujasiri wa daktari huyu
ni kiashiria thabiti kuwa anastahili kuaminiwa kwa nafasi kubwa ya maamuzi, ili ikawatie moyo watu wengi wa aina hii ambao huwa hawasikiki katika jamii na wapewi heshima yoyote. Aidha, tunatoa pongezi, lakini tunaomba serikali ikawaangalie kwa jicho la pekee la utofauti timu ya mawakili wa serikali waliojitokeza kulinda haki na viapo vyao vya uaminifu licha ya vishawishi na vitisho kutoka kwa mtuhumiwa. Walihakikisha haki inatendeka. Timu hiyo iliongozwa na Yasinta Peter PSA akiwa na wenzake Mwasiti Ali, Ashura Mzava pamoja na Eric Mala. Walifanya kazi usiku na mchana kuhakikisha haki inashinda. Jitihada zao zilimrahisishia jaji kufanya maamuzi ya haki kwa wepesi, huku akimtanguliza Mungu katika utendaji wake. Tunamwombea Mungu amlinde Jaji Mwanga na wote waliotumika katika kutenda haki katika kesi ya Naomi. Wito wetu kwa jamii. Tukio hili limeacha funzo kubwa kwa jamii yetu yote. Tunatoa wito kwa kila mmoja wetu kuwa mstari wa mbele kabisa katika kupinga ukatili wa kijinsia na dhuluma za kifamilia. Kulinda na kuthamini maisha ya kila mtu. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kuhakikisha usalama wa familia na jamii kwa ujumla. Tunatoa wito kutoa msaada kwa waathirika wa ukatili. Tusiwe watazamaji na kukaa kimya pale tunapoona dalili na mateso ndani ya familia au jamii zetu. Na hapa nimtaje mtu ambaye siku alipoona tangazo kwamba Naomi kapotea, mtu huyu hata sikumjua jina, alitafuta namba yangu na kunipigia na kunipa watu muhimu sana ambao tulikuja kuwatumia kama wachunguzi binafsi, ambao watutuwezesha kuandaa ile ripoti ya cyber iliyokuja kudhihirisha ukweli wote. Mungu ambariki sana yule mama. Ni mfano wa kuigwa wa wanajamii ambao wako tayari bila kulipwa kutoa msaada kwa waathirika wa ukatili. Tupende kushirikiana na vyombo vya sheria na mamlaka zinazohusika ikiwemo Wizara ya Jamii, Jinsia na Maendeleo ya Watoto, waendeleze na ikiwezekana waangalie namna ya kuhusisha yaliyokuwa mafunzo ya jando na unyago. Haya mafunzo tuliyafuta bila kutafuta mbadala wake kwenye hii elimu ya kisasa. Mabinti wadogo na vijana wa kiume wamekuwa wakiingia kwenye taasisi za ndoa wakiwa hawajui wajibu wao kwenye ndoa ni upi. Vijana hawajui wajibu wao kwenye ndoa ni upi. Mabinti wanaingia kwenye ndoa wakiwa hawajui wajibu wao ni upi. Taasisi hii imesaulika. Wanandoa wanaingia kwenye taasisi hii wakiwa hawana weledi wala maarifa ya kuandaliwa. Wizara ya Maendeleo ya Jinsia, Jamii na Watoto, tunaomba kwa namna ya pekee waangalie namna ambavyo katika mfumo huu wa kisasa wanaweza kuhusisha mafunzo hayo. Tunaomba wote, mwisho kabisa, tushikamane katika kujenga jamii inayojali utu, inayopinga ukatili na inayolinda haki ya kila mmoja wetu. Mwisho kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuongoza katika kipindi hiki kigumu, na tunaomba wote kuendelea kumwenzi Naomi ambaye nikisema nimuelezee ninaweza nikachukua siku nzima, lakini kwa kifupi, Naomi alikuwa
mtu mwenye bidii kubwa ya kazi. Alikuwa ni mwenye upendo kwa familia yake na jamii yake kwa ujumla. Alikuwa ni mcha Mungu, mchungaji wake ameelezea, aliyekuwa akijitolea katika kazi na katika jamii yake. Alikuwa na maono ya maendeleo na alihamasisha watu wengine kwa juhudi zake za kibiashara na kijamii. Nihitimishe kwa kusema Mungu Mwenyezi ailaze roho yako. Thank you.